Tumeanza kipindi hiki kipya cha Majilio, na somo la Injili leo linatuonyesha imani ya kina ya akida wa Kirumi. Alikuwa mpagani na mtu wa mataifa. Ingawa si wa imani ya Kiyahudi, akida huyu alitambua mamlaka ya kiroho ya Yesu ya kuponya. Askari huyu alimuomba Yesu amponye mmoja wa watumishi wake aliyekuwa mgonjwa sana. Na si hiyo tu, mara tu Yesu alipojitolea kumwendea mtumishi huyo, akida huyu wa Kirumi alionyesha unyenyekevu na imani kwa kusema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona." Sisi wa Katoliki huomba maneno haya katika ibada ya misa kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu. Yesu aliposikia kauli hii ya imani alistaajabu. Unyenyekevu wake na matumaini yake yalizidi ule wa watu wengi wa uzao wa Abrahamu. Unyenyekevu wa akida ni somo lenye nguvu kwetu. Licha ya mamlaka na hadhi yake, alitambua kutostahili kwake mbele ya Yesu. Unyenyekevu huu ni muhimu kwa kukaribia Ekaristi Takatifu. Hatuna budi tukiri hitaji letu la neema na huruma ya Mungu kabla ya kumpokea ndani ya roho zetu. Kila mmoja ajitafakari ikiwa anamaanisha maneno hayo kila tunapoyaomba, au ikiwa yamekuwa mazoea ya kusema bila kumaanisha hivyo. Ahadi ya Yesu ya kumponya mtumishi huyu inaonyesha kwamba zawadi ya Yesu ya wokovu sio kwa Wakatoliki tu, ni kwa kila mtu, na hatuna budi kupeleka mwaliko huo kwa kila mtu kwa njia ya maombi na ushuhuda wetu. Ni lazima tumgeukie Mungu wetu na Bwana wetu kwa kuomba neema ya uponyaji kwa wengine. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yote. Kama yule akida, lazima tuwaombee wengine, tukitumaini kwamba Mungu anasikia maombi yetu na atatenda kwa wakati wake mkamilifu. Ni lazima tuamini hivyo na kisha tuwasilishe mahitaji ya wale wanaotuzunguka kwa Mungu. Ni lazima tuendelee kuomba, "Bwana, sema neno tu. Sema neno lako la uponyaji. Sema neno lako la utakaso, uongofu, neno la mabadiliko, na kila neno linaloleta ufalme wako wa amani na haki." Hasa wakati huu tuendelee kuombea nchi yetu haki na amani. Tuombee parokia yetu haki na amani. Tuombee familia zetu haki na amani. Tuendelee kumlilia Mungu kwa imani na matumaini. Sema neno moja na tunatumaini kwamba Mungu atatekeleza ombi letu. Basi ili tuweze kustahilishwa katika ibada hii takatifu, tuanze kwa kukiri kwamba hatustahili, kwamba sisi ni dhaifu, tunahitaji uponyaji na neema za Mungu.